Ligi Kuu Tanzania Bara iko kwenye mapumziko ya wiki mbili ukiachia mchezo ambao utachezwa April mosi kati ya Singida Black Stars na Azam FC, lakini weekend hii tumeshuhudia vitu ambavyo havikutarajiwa na mashabiki wengi wa soka, hususan wa mashabiki na wanachama wa klabu ya Yanga. Ismail Aidan Mhesa dakika za jioni sana ana level scoreboard kwa Mtibwa Sugar. Ulikuwa ni mchezo wa namna gani kwa Mtibwa Sugar, na Mtibwa ambao wanapocheza na hizi timu kubwa hawaonyeshi kutaka matokeo ya alama tatu, lakini huwa wanaenda mpaka dakika ya mwisho? Unajua Mtibwa Sugar ni timu ambayo ina wachezaji wengi sana vijana, na wachezaji vijana wanapokutana na timu kubwa kwa maana ya Simba, Yanga, Azam, Singida pia, wao wanatumia kwao kama nafasi ya kwenda kujiuza, na Mtibwa imekuwa na falsafa ya kuuza wachezaji wengi sana. Tafsiri yake ni kwamba mchezaji anafahamu pale ambapo atapambana, maana yake ni kwamba anaweza akaonekana na klabu fulani na baadaye akaenda kuuzwa. Hiki ambacho kimetokea kwa Yanga sidhani kama itakuwa kitu cha kushangaza sana kwa namna ambavyo wamekuwa wakicheza siku za hivi karibuni. Yanga ni kama vile wamepotea sana kwenye ramani yao ya kucheza vizuri wanapokuwa kiwanjani. Tafsiri yake ni kwamba Mtibwa walikuwa wamejua namna gani ambavyo wanaweza wakaenda kucheza vizuri mbele ya Yanga Afrika. Na huyu Ismail Mhesa ambaye tunamzungumza hapa, unajua watu ni kama wamemuona kwenye mchezo dhidi ya Yanga, lakini hii ni kawaida yake kufanya hivyo. Ismail Mhesa aliwahi kufunga bao dakika 89 kwenye mchezo dhidi ya TRA United. Mchezo ambao yeye ndo alikwenda kuamua ukamalizika 2-1. Ilikuwa uwanja wa Azam Complex pale Chamazi. Lakini Ismail Mhesa huyu alifunga pia bao kwenye dakika 88, ilikuwa kwenye mchezo dhidi ya Tanzania Prisons. Nao pia alikwenda kuamua mchezo ukaisha 2-1. Kwa hiyo hata juzi anafunga bao, Pamba Jiji hakufunga yeye, alifunga yule anaitwa Chicharo, kiungo wao mkabaji. Kwa hiyo unaona namna gani ambavyo imekuwa ni kama kawaida yake. Anatumika kama super sub kwa mwalimu Yusuf Chipo. Kwa hiyo kwangu mimi imekuwa ni kipindi ambacho Yanga wanakwenda kwenye mapumziko, ama ligi inakwenda kwenye mapumziko. Tafsiri yake ni kwamba Yanga watakwenda kujua ni wapi ambapo tulikuwa tumekosea na nini tunapaswa kukifanya. Ukisikiliza mashabiki wa Yanga wengi wanataja majeraha ya wachezaji wao, haya ndio yamekuwa yakiwagharimu timu yao na kupata matokeo mazuri. Lakini ukiangalia hata timu ambazo zimesha kuwa mabingwa kwa misimu mfululizo huko nyuma, haiwezi kuwa na consistency ya muda wote wa misimu 4, misimu 5 bila kupoteza. Pengine unaweza kuwa ni msimu ambao sasa mashabiki wanatakiwa wajiandae kisaikolojia. Of course, unajua kama ligi yetu inakuwa inaendeshwa hasa kwenye maamuzi ya waamuzi wanakuwa makini mara zote. Mimi naamini tuna moja ya ligi ambayo ina ushindani mkubwa sana. Kila timu ambayo inacheza utaona namna gani ambavyo wamekuwa wakijitoa. Na kwenye hii michezo ya siku za karibuni, kama utakuwa unaangalia, wale ambao wanalalamika mara nyingi ni hizi timu kubwa. Kwa maana Yanga tumeona namna ambavyo wanalalamika kwamba sijui tumenyongwa na muamuzi na nini na mambo kama hayo. Maana yake ni nini? Inawezekana si kwa sababu wanakuwa wameonewa. Sometimes ni kwa sababu muamuzi anakuwa amenyooka. Muamuzi akinyooka ndio hapo utasikia watu wanasema kwamba tulikuwa tumeonewa. Lakini ni kwa sababu tu labda wamezoea kupata favor wanapocheza kwenye na hizi timu ndogo. Kwa hiyo kwangu mimi, kwa kikosi ambacho wako nacho Yanga kwa sasa hivi, wachezaji wao wengi wale ambao waliwasajili kuto kuingia mapema kwenye kikosi chao na majeraha ambayo wameyapata sasa hivi, nadhani wanapaswa kujiandaa sana nje na ndani ya kiwanja kujua namna gani ambavyo watacheza. Haya matokeo na hizi sare ambazo zinatoka hapa, inawezekana yakawa ni matokeo zoeleka endapo tu waamuzi watakuwa wamesimama kwenye mstari mmoja na timu zitaamua zicheze. Waangalie ule mziki wa Pamba Jiji wakati wanacheza dhidi ya Simba, waangalie TRA United namna ambavyo wanacheza. Hapo bado hujacheza na hujakutana na Azam FC ambao ndio vigingi wa ligi, lakini hujacheza na timu nyingine ambazo nazo pia zinakuwa bora. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani tuna ligi ambayo ina ushindani, lakini mara nyingi sana imekuwa ikiharibiwa na zile favors hapa na pale na makosa ya kibinadamu.